ajira zisizopungua 30,000. Thamani ya bandari hii ni bilioni 280.5 na mpaka sasa utekelezaji wake umekwisha fikia 97%. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna matumaini makubwa sana na bandari hii, haswa kwenye hili eneo la ajira. Tunaona kuna fursa ya vijana kwenda kufanya shughuli za uvuvi wa samaki. Tunaona kuna fursa ya vijana na wanawake, maana wanawake wengi huwa wanafanya biashara za samaki. Kwa tunaiona fursa kubwa sana ya ajira katika eneo hili. Mimi ombi langu ni kwamba mpaka sasa hali ya umeme katika eneo la bandari bado haina uhakika. Hali ya umeme kwenye eneo lile ambalo litahitaji kuwa na majokofu ya kuhifadhi tani zisizopungua 60,000 kwa mwaka haina uhakika, na umeme tunaoambiwa unaohitajika pale sio chini ya megawati 300. Mpaka sasa tunaambiwa tunatumia umeme, tunavuta umeme kutoka Songosongo ambao sina uhakika kama unaweza kukidhi haja. Mimi niombe serikali kwa uzito wa mradi huu na kwa gharama ambazo serikali imekwisha ingiza pale, hebu tuleteeni umeme wa gridi ya taifa. Pale sisi wabunge tunapofanya majukumu yetu tunalala Kilwa, tunalala wapi, tunahamahama. Ukikaa Kilwa umeme unakatika kwa siku sio chini ya mara 10. Ndio ukweli wenyewe, haki ya Mungu, sio chini ya mara 10. Sasa tunawezaje kuleta mradi mkubwa kama huu halafu hatuna umeme wa uhakika? Samaki wanahitaji kuhifadhiwa ili wasiharibike, ni perishable. Sasa watahifadhiwaje kama hakuna umeme wa uhakika? Kwa mimi niombe ili tuweze kuleta matumaini makubwa kwa taifa letu na kwa vijana wetu na kwa wananchi wetu wanaoitegemea bandari hii hasa kwenye ajira, basi tunaomba tutekelezewe jambo hili kwa haraka, kwa sababu kama tumeshafikia 97%, tumebakisha muda mchache wa kumalizia na kuanza, ni vyema basi likatekelezeka hili jambo kwa haraka. Lakini miundombinu ya barabara pia inahitajika. Kutoka Kilwa Masoko mpaka kwenda na Ngurukuru na kuelekea sehemu zingine, barabara ile ni mbovu. Kwa hiyo ni vizuri ikatengenezwa ili kusudi usafirishaji wa samaki na vyombo vya moto vitakavyokuwa vinapita pale viweze kupita kwa uhakika.